Wito huo umetolewa na mwongoza watalii kutoka hifadhi ya Ruaha Bwana Lameck Kidava wakati akizungumza na Hope Channel Tanzania akiwa katika hifadhi hiyo. Wanyama wengi wanaweza kuhama kutoka hifadhini kwenda nje wakiwa wanatafuta maji na chakula. Vyanzo vya maji vinapoharibiwa, ina maana kuna muda maji hayawafikii. Mto umetoka kijijini umeenda hifadhini. Tunapoharibu maji kwa kukata miti, tumesababisha yule mnyama kuweza kukosa maji, na maana kuna msimu maji hayafiki kule wanyama waliko. Kwa wanyama wanafatiliza ile njia ya maji, kwamba pengine watapata maji, ndiko ambako wanakuja kuleta madhara. Tuendelee kuelimishana namna bora ya utunzaji wa vyanzo vya maji ili kusudi maji yaweze kuyafikia, wasiweze kutoka, kwa sababu wao wanatafuta maji, wao hawatafuti bila. Kwa kufanya hivyo tunaweza tukawa tumetatua changamoto ya wanyama kuhama kutoka hifadhini kwenda sehemu za makazi ya watu. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliotembelea hifadhi hiyo wameiomba serikali na wadau mbalimbali kushirikiana kwa karibu katika kulinda na kuhifadhi mazingira ya hifadhi, wakisisitiza umuhimu wake katika utalii na maendeleo ya jamii. Shughuli za kibinadamu ndo zinafanya wananchi au watu kusogelea kwenye maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo wakati fulani, baada ya muda fulani kupita, inaonekana kama wanyama wanavamia kwenye maeneo makazi ya watu. Lakini tunapoelimishwa ni kwamba kumbe sisi ndo tunayasogelea zaidi maeneo yao. Kuna haja ya serikali kuangalia hili jambo kwa jicho la tatu, kwa sababu wanyama hao inaonekana kama mbuga zetu hakuna udhibiti wa wanyama hao. Licha ya kwamba kuna maafisa wanyamapori, lakini inaonekana kama muda mwingine wanashindwa kudhibiti wanyama hao. Nipende kutoa ombi kwa serikali yetu ya Tanzania, na ile ni serikali sikivu, inasikiliza wananchi wake na kuwajali. Tunaomba watusaidie kutoa elimu kwa wananchi ambao wanaishi mazingira ambayo yanapakana na hifadhi, ili wanapoona wanyama wameenda kwenye makazi yao, watoe taarifa kwa wakati kwenye mamlaka husika. Wanajamii wanapaswa kuweza kutunza mazingira halisi yao wanyama kwa kuacha shughuli mbalimbali zikiwepo shughuli za uwindaji wa wanyama wale ambao au wanyama wakali wanawala, kwa maana ya swara na wanyama wengine. Lakini pia napenda nishauri serikali, endapo kutatokea changamoto kama hiyo wanyama kuweza kutoweka kwa sababu ya chakula, inabidi waweze kutengeneza njia mbadala. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.